kila mwanamke ni mrembo kwa njia yake. Kuna mwanamke sura si mzuri, lakini naye hapa mrembo anaweza kufanya mwanaume atajirike. Wanawake ndio wanakujaga na mali, sio wanaume. Biblia inasema apataye mke apata kishushema na atapata kibali kwa Bwana. Kwa sababu huyo mama ndiye, kama ulimuoa mkaanza kupata vitu, ni yeye alikuja nazo. Mwanaume akiwa peke yake hakuwa na kibali. Kibali kinakuja na madam. So ukiona mke wako amekuja, mmeanza kununua plot, mmeanza kununua gari, tunza yeye. So moyo ndio inaambia wanawake, mimi haiwishi ningeolewa na fulani. Hiyo ni moyo inakudanganya. Sisi zote tulitolewa kwa matope, na hakuna matope ya blue na ya white. Sisi wanaume tulitolewa kwa matope zote, kwa hivyo tunafanana. Tofauti ni kwamba kuna wanaume wameamua kujifanyia kazi mwili wao na roho yao na akili yao, na kuna wengine hawajifanyii kazi, wamekaa tu hivi, na kwa hivyo wake zao wanaona kama ni wabaya, na si wabaya. Kila mwanaume akiamua kujibadilisha atakuwa mzuri. Moyo inaweza kukudanganya ikwambia kwamba msichana wa kazi ni mzuri kuliko mke wako, na msichana wa kazi ni mgongo wako, naye wa kazi amezaliwa na wanawake wa kijiji wa kubeba kuni na mtungi. Sasa akikuja mjini anasafisha bila kuinamka masaa mawili, ukijionea mwenyewe na macho, na mke wako akiinama kidogo anasema sasa unaona, hii ndio mzuri, hii ndio baya. Wacha nikwambie, kuna watu wamepewa mgongo na akili wamenyimwa.